Katibu wa Baraza la Sanaa la Taifa Dr. Kedmon Mapana, ambaye ndio wazazi na walezi wa muziki, akiwa ameshiriki leo kwenye miaka 25 anniversary ya msanii Lady JD. Daktari, umemsikia Jide kwa miaka yote, umekuwa unajua kazi zake, leo hii umeshiriki kwenye tukio lake kubwa la kihistoria. Una neno gani ukiwa kama mlezi? Kwanza awamu ya yote tumshukuru sana Mungu. Tumshukuru sana Mungu, tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaendelea kuiongoza nchi vizuri. Kwa nini tunawashukuru hawa? Ni kwa sababu hii miaka 25 ya Jide sio safari ndogo. Ni mtu mzima. Unajua mtu mzima anza miaka 18 ndio bavu. Sasa we are talking of 25 years ya Jide kwenye game. Sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa, moja, tunajivunia kwamba tuna msanii nguli wa kike ambaye anatimiza miaka 25 na hajawahi kushuka kwenye game, yani hajawahi kutoka kwenye game. Wasanii wengi chipukizi wanaibukia, wanakwenda, lakini yeye hajawahi kutoka kwenye game. Ukisema hajawahi kutoka kwenye game, msanii ambaye ametoka kwenye game hawezi hata kufikiria kwamba ninaweza kuandaa concert ya miaka 25 kwenye game. Kwa maana yake kwamba hajawahi kutoka kwenye game. Na sisi Baraza la Sanaa la Taifa tunajivunia na tunampongeza kwa hatua hii. Mimi nilibahatika sana, hata jana alipokuwa anazindua kitabu chake nilikuwepo. Kitabu cha maisha yake, anaelezea hizo struggles ambazo amepitia kwenye tasnia ya muziki. Lakini mimi alinigusa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mimi pia ni msanii. Mimi pia nimetoka kwenye familia ambapo nilipoamua kwenda kusoma sanaa, jamii ilikuwa inanishangaa, wazazi walikuwa wananishangaa. Na Jide naye hivyo hivyo, alivyokuwa anasema kwamba anataka kuifanya hii sanaa kuwa ndio maisha yake, jamii yake, familia yake walinishangaa. Ukisoma kitabu chake unaweza ukatiririka na machozi. Lakini leo hii anauthibitishia umma kwamba sanaa sio kupoteza muda. Sanaa ni maisha kama maisha mengine. Sanaa ni maisha kama mtu amesoma kuwa mwanasheria. Sanaa ni maisha sawa sawa na mtu aliyesoma kuwa daktari wa magonjwa ya binadamu. Kwa ndio leo hii sasa anawathibitishia wale ambao walimbeza, wale ambao walifikiri anapoteza muda, leo hii anakwenda miaka 25 kwenye game. Na ukiangalia kwenye kitabu chake, ukisoma, amesema album zote 10 alizozitoa. Lakini anaangalia kwamba kila wimbo aliyouzungumzia pale ulikuwa una maana. Si wimbo tu ambao aliutunga kwa hisia, lakini kwamba alikuwa anazungumza maisha yake, amepita wapi. Kwa hiyo sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa, na haya niliyozungumza ni mambo mazuri kabisa. Kwa hiyo concept ya leo, lakini pia Watanzania, nunueni kitabu cha Jide, mtaona namna gani maisha aliyopambana. Lakini hii tunajidhihirishia, na mimi kama katibu wa Baraza la Sanaa la Taifa, jana nimemwambia kwamba kwa mara nyingine, kama walisikiliza hotuba ya Profesa Kitila Mkumbo, waziri alivyokuwa anazungumzia mambo ya uchumi, hali ya uchumi ya nchi ya Tanzania, alikuwa bayana kwamba sekta inayoongoza katika ukuaji wa uchumi nchini Tanzania ni sekta ya sanaa na burudani. Na Jide yuko hapa miaka 25, concert kubwa ambayo haijawahi kutokea. Msanii huyu akiandaa, ana tiketi zinauzwa 500,000, lakini zimekuwa sold out. Hiyo ndio inazungumzia habari ya kuchangia uchumi katika suala la sanaa na burudani. Kwa hiyo tunampongeza na mambo ni mazuri. Sawa Dokta, ukiwa kama katibu wa baraza, nyinyi pamoja na serikali kiujumla, mnawaenzi vipi wasanii ambao wamekaa muda mrefu kwenye industry, wameihudumia industry kwenye kipindi ambapo haitoi hela hata kidogo, mpaka ikaanza mchakato wa kutoa hela kidogo, na mpaka tuko kwenye mchakato huo sasa hivi ambapo naona platform mpya zinakuja. Mnawaenzi vipi? Ukiacha Jide, tunajua kuna wengine ambao pia wana muda mrefu kwenye muziki. Je, mnawaenzi vipi? Swala la kuwaenzi wasanii kama hawa ni swala pana. Yawezekana kila mtu anafahamu anamwenzi vipi mtu. Lakini mimi niwaambie, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ameendelea kuwaenzi wasanii kama hao kwa kuwawekea mazingira wezeshi ya wao kuendelea kufanya kazi zao bila kuwa na bugdha, bila kuwa na tashwishwi, wanaendelea kufanya kazi zao. Sasa hiyo ni namna ya kuwaenzi watu ambao inaweza ikaenda kwa muda mrefu. Lakini wengine wanawaenzi kwa kuwapa tuzo mbalimbali. Sasa huu swala la tuzo ni swala pia la mchakato. Wale waliofuatilia tulivyoandaa tuzo za TMA, kuna wasanii wa kongwe tuliwaenzi. Hata Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kutoa zawadi kubwa. Lakini pia kuna tuzo mbalimbali, kwa mfano tuzo za ucheshi. Kuna tuzo zile za kuwaenzi. Kwa hiyo zitaendelea kutolewa. Lakini pia sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tunaendelea kuwa encourage, kuwaambia wasanii wetu wakongwe wasikate tamaa, kwa sababu Baraza lao la Sanaa, serikali yao iko pamoja nao. Na ndio maana mpaka sasa hivi tuko hapa kuhakikisha kwamba Jide anafanya vizuri. Na Baraza la Sanaa la Taifa, Jide alivyofika akasema anataka kuandaa shughuli yake hii. Na sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tukisema kwamba vibali vyote, gharama zote unazotakiwa kuingia kwa ajili ya miaka 25, Baraza la Sanaa la Taifa litazibeba. Leo yuko hapa anafanya, anajivunia serikali yake. Kwa hiyo swala la kuwaenzi wasanii wa kongwe ni swala endelevu na ni swala pana, lakini kubwa ni kwamba serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira wezeshi ya wasanii kama hawa waendelee kufanya kazi zao vizuri kabisa bila kuwa na tashwishi yoyote. Kushukuru sana Dr. Naona msanii naye anakaribia. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.